Ikiwa unafanya kazi au biashara, jitahidi kufanya maombi haya. Yatakuwa ni maombi muhimu sana kwako, na jitahidi uyafanye mara kwa mara. Yatakupa matokeo makubwa, hasa kwenye mambo yanayohusiana na uchumi. Ninapenda nikukumbusha jambo hili. Mambo ya uchumi au mambo ya fedha yana mahusiano makubwa na ulimwengu wa roho. Kama unafanya biashara pasipo kumiliki katika ulimwengu wa roho au kuutawala ulimwengu wa roho, utajikuta unafanya kazi kubwa, matokeo yake ni kidogo. Utajikuta unafanya kazi kubwa ya kuumiza, lakini matokeo yaoni. Hakuna pesa inayokaa, hakuna maendeleo yanayofanyika, na wakati mwingine pesa inazuiliwa kabisa isiambatanishwe na wewe. Ni kwa sababu namna ya kuimudu pesa au namna ya kuiongoza pesa, unahitaji pia uwe na nguvu ya kiroho ya kuweza kuimiliki pesa au kuiongoza pesa. Na nguvu ya kiroho haipatikani kwa namna ya kawaida ambayo wewe unafikiria kwamba labda pengine nitaomba tu itapatikana kwa namna ya kawaida. Unahitaji kuwa na maombi maalum ya kuisemesha nguvu hiyo ifanye kazi. Kila mmoja ana nguvu ndani yake, na hiyo nguvu ili ifanye kazi inategemeana nguvu hiyo anaifanyisha mazoezi mara ngapi, kwa wakati gani. Kadri unapoinua imani yako, ndivyo unavyofanya hiyo nguvu ifanye kazi vya kutosha. Mungu amekupa nguvu ya kumiliki, nguvu ya kutawala. Lakini kama uwezi au hauna muda wa kufanyisha kazi, hauna muda wa kufanyisha mazoezi imani yako, nguvu ya kiroho iliyo ndani yako, utajikuta uwezi kuona matokeo, utajikuta uwezi kuona mafanikio. Ni kwa sababu haujajua jinsi ya kuzisemesha nguvu za Mungu zilizo ndani yako. Haujajua jinsi ya mamlaka ya kimungu unawezaje kuitumia. Haujajua jinsi ya kutumia malaika ambao Mungu ameweka waweze kuwa walinzi au wasaidizi wako, waweze kusaidia. Ni muhimu kuelewa mambo haya ili uweze kuikamata anga au uweze kulikamata anga la kiuchumi. Neema za umiliki zimetofautiana. Kila mmoja anaweza kumiliki kwa saizi ambao Mungu amempa neema, na hatuwezi kulingana. Kila mmoja na neema yake na kiwango chake. Kuna watu wana nyota kubwa, yani yeye kupata pesa kubwa ni kitu cha kawaida. Anaweza kupata kiwango chochote, lakini mwingine haikai. Yani amepata ndio, lakini haikai kwa sababu kuna malango ya kutolea ambayo yamekuwa ni makubwa kuliko malango ya kuingizia. Kwa unajikuta sasa unapata pesa, lakini ni kama unaweka kwenye mfuko uliotoboka. Unahitaji kuweza kuyasemesha malango. Sasa hivi ndivyo unavyotakiwa uombe. Jambo la msingi la kulielewa kulingana na Biblia. Tuangalie kwenye Biblia kitabu kile cha Ayubu sura ya 38 mstari wa 17. Inazungumza kwamba kuna malango ya kuzimu yanayoweza kuleta uharibifu katika uchumi. Lakini pia kitabu cha Isaya sura 38 mstari wa 10 kinazungumza kwamba kuna malango pia ya kuzimu yanaweza kuleta uharibifu. Sasa unapotaka uweze kukomboa uchumi wa kazi yako, wa biashara yako, pingana na roho za giza katika ulimwengu wa roho ambazo zimetumwa kwa ajili ya kuvuruga uchumi wa watu. Katika ulimwengu wa roho kuna machuma ulete, kuna majini, kuna mapepo ambao kazi yake yenyewe ametumwa kwenda kuleta uharibifu. Kwa hiyo lazima uwe na muda wa kupingana na hizo malango, hizo madhabahu. Lazima uwe na muda wa kukomboa kile unachokifanya, na ukawa na muda wa kukitawala, kwa sababu unaweza kuwa unakipata lakini huwezi kukitawala, sio cha kwako. Katika ulimwengu wa roho kinatawaliwa na mtu mwingine. Katika ulimwengu wa roho kinamilikiwa na mtu mwingine. Na kama ukikimiliki, ukikipata, kitaenda kwenye matatizo, kitaenda kwenye shida ili kipotelee huko. Sasa unapopata nafasi ya kuomba, nenda kila kinyume na malango ya giza. Nenda kila kinyume na wakuu wa anga ambalo ulipo. Kuna watawala wako mahali hapo. Wao wanasema tunataka iwe hivi, tunataka iwe hivi, tunataka tufanye hivi. Nenda kila kinyume na huo utaratibu wote. Vunja, haribu mikataba na mikakati yao. Vunja malengo na ajenda zao. Nenda kila kinyume na wanaotumwa kuja kuiba wateja, kuja kuvuruga kazi, kuja kuvuruga biashara, kuja kuvuruga kiti. Kuna watu wametumwa, wengine wameenda kwa waganga, waje wakisemeshe kiti chako, waje waisemeshe nafasi yako. Wewe umekaa umelala, una habari, lakini kuna watu wanafanya juu chini, waje waisemeshe kiti chako. Unaweza kawa ni shahidi pamoja nami. Kuna watu wana elimu kubwa pengine kukuzidi wewe, lakini hawajakaa kwenye kiti hicho na wanatafuta kazi. Ni kwa sababu katika ulimwengu wa roho kupata kazi na kuimiliki kazi haitegemei tu kiwango chako cha elimu. Inategemea kibali chako katika ulimwengu wa roho. Kile kibali ndio kinafanya uweze kukaa mahali fulani, uweze kudumu mahali fulani. Utaona mmekaa wengi mnafanya biashara, wote mnauza bidhaa za aina moja, lakini mtu anakuacha wewe anaenda kwa huyu, anakuacha wewe anaenda kwa huyu, anakuacha wewe anaenda kwa huyu. Ni kwa nini? Kuna kitu kinaitwa kibali katika ulimwengu wa roho. Na sisi tunaomwamini Mungu, kibali chetu kinatokana na Yesu. Lazima tumuombe Yesu atakase sura zetu, yani vile tunavyoonekana. Na pia uwe na muda wa kuombea wasaidizi wako. Wakati mwingine wasaidizi wako wanaweza kuwa na miungu ya kwao
ile miungu inazuia wewe kukutana na Mungu. Biblia inasema kwamba wakati ambao Yakobo alikuwa ametoka kwenye nyumba ya mjomba wake Labani, wale wake zake walibeba miungu, mmoja wapo alibeba miungu ya kwao, akawa ameificha yuko nayo. Sasa kuna wengine unafanya nao kazi katika ulimwengu wa roho, kumbe yeye ni madhabahu, anazuia mambo kwenda sawa. Uwe na muda pia wa kuomba kwa ajili yao, uwe na muda pia wa kuwaombea. Na ndio maana kuna baadhi ya watu, baadhi za ofisi, kama wote mko na imani inayoendana, mnakuwa na muda wa kuomba, mnakuwa na muda wa kufungua kila nguvu za giza, ili kama kuna mmoja anatumika kama lango, asiweze kutumiwa tena katika jina la Yesu. Na muhimu sana mambo haya kuyafanyia kazi. Kama unafika kazini kwako, ombea kiti chako. Kama wewe ni mfanyakazi, ombea kiti chako. Mwambie Mungu, nakiombea kiti changu, na kibariki, na kitakasa. Hichi kiti ni cha kwangu, nitadumu kwenye nafasi hii, na kataa kuondolewa kabla muhula wangu. Sikia, hata majini, mapepo yana muhula wa kutawala au wa kutumika. Sasa na wewe pia natakiwa uombee kiti chako. Unafanya biashara, ukifika kwenye biashara yako, kamata malango, yasemeshe, weka ulinzi katika ulimwengu wa roho. Unapofungua tu kwa kuweka funguo, anza kutamka, sema, Baba, katika jina la Yesu, kama ninavyofungua, nafungua ofisi yangu, natamka watu sahihi waje kwangu. Malango haya hayatapokea mapepo, majini, uchawi, vitu vya giza. Wateja wasio sahihi, malango hayatapokea hao. Na yaombea malango yangu yawe wazi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tena yawe wazi na kuonekana kwa ajili ya nuru ya kimungu. Kila giza naliondoa kwenye biashara, kwenye bidhaa. Natamka ufungulivu kwa jina la Yesu. Nasemesha kusini, kaskazini, mashariki na magharibi, yani pande kuu zote 4 za dunia. Mahali popote ambapo ipo pesa yako, unasema ninaita. Mahali popote walipo wateja wangu, ninawavuta. Natuma malaika waende wakawavute, wakawalete hapa, wanifuate. Biblia inasema kwamba utajiri wa mataifa utatujilia, na hazina za gizani zitakuwa za kwetu. Lazima usemeshe malango, lazima usemeshe anga, lazima utiishe. Tunaishi kwa kutamka. Hata shetani anafanya uharibifu kwa kunuia, ananuiza, anatuma. Nasi tunawatuma malaika, kwamba malaika na watuma, nendeni mkaniletee uchumi wangu, nendeni mkaniletee wateja wangu. Haijalishi wamefungwa wapi, wakokotwe waletwe hapa. Kama vile Mungu nakutolea fungu la 10 kwa uaminifu. Nimekuwa mwaminifu mbele zako kwa sadaka, nimekuwa mwaminifu mbele zako kwa fungu la 10. Biblia inasema kwamba mtu wa kwenu akinitumikia, Baba yangu atamheshimu. Mungu, naomba heshima katika uchumi wangu, kama vile ninavyosimama na wewe katika uaminifu. Basi Mungu, naomba uiheshimishe biashara yangu. Nakataa mapooza, roho za chuma ulete, nakataa. Ni muhimu kuomba maombi hayo. Sasa kwa kuyasema haya, nataka nikuombee. Bwana Mungu, ninaomba kwa ajili ya mtu huyu. Ninaombea mikono yake inayowakilisha biashara. Nguvu ishuke kwenye mikono. Kama kuna mtu alishikana naye, au kuna fedha aligusana nayo, hiyo fedha ikawa nuksi, ikawa uharibifu kwake, nakomboa mikono hii. Najua Mungu umetuambia kwamba unabariki kazi za mikono yetu. Hiyo mikono inawakilisha uchumi. Naombea mikono yako ifunguliwe. Kama kuna kiwango cha fedha ulikuwa hujawahi kukishika au hujawahi kukifikia, ninakuombea Mungu afungue mikono yako. Naita watu sahihi kwako. Naita kazi na biashara zako zifunguke. Kama huna kazi, unatafuta kazi, Mungu akupe kibali. Kama una ndugu zako walikusahau, akukumbuke. Kuna mtu alikuahidi mtaji, kuna mahali umeenda kuomba mkopo, Mungu akusaidie. Kuna vitu vyako vimekwama, kuanzia sasa vifunguliwe. Naiombea mikono hiyo, naitakasa na kuombea ukapate kazi, ukapate tenda, ukapate wateja, ukaonekane katikati ya watu ambao walikuwa wamesema hautaonekana, ukaonekane. Naondoa kila nila za giza, naondoa kila nila za kipepo, naondoa kila majini yanayokufuatilia, najua kwamba uko wapi, unafanya nini, na yatenganisha na wewe, na kufungua kwa jina la Yesu. Mikono yako ifunguliwe, miguu yako na nyao za miguu yako zifunguliwe. Pokea ufungulivu kwa jina la Yesu. Huyo pepo mchafu anayezuia wateja, anayezuia kazi, anayezuia wepesi. Mwingine ukifika ofisini unalala tu, roho ya kulala, roho ya kusinzia imekukamata. Toka pepo la usingizi, roho ya uvivu ikuachie, roho ya uvivu ikuachie, roho ya kipepo ikuachie. Mwingine unachezewa na watu, wanakuchezea kwa uchawi. Naamuru kwa mamlaka niliyopewa kama mtumishi wa Mungu, chochote kinachoendelea sirini kifichuliwe, kiweko wazi katika jina la Yesu. Yote anayekuchezea kwa siri ili kuchukua kiti chako, ili kuchukua nafasi yako, naamuru moto, naamuru mapigo kwake, naamuru mapigo kwake, na kuombea kila fitina, figisu na uharibifu unaoendelea, na ukataa. Naiombea kampuni yako, naombea kazi yako, naombea watu unaofanya nao kazi ambao wako chini yako, kama wanatumiwa na shetani ili kukuzunguka wewe, naamuru kwa jina la Yesu washindwe na njia zao zisifanikiwe. Lolote wanalopanga kwako, iwe kwa chakula, iwe kwa kutupiwa, iwe kwa kwenda kwa waganga ili kukuchezea, natamka mapigo kwao katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Natamka nuru, pokea nuru. Jina lako lipate nuru, biashara yako ipate nuru, kazi yako ipate nuru, nuru ikang'ae mahali ambapo ulikuwa uonekani.
nenda kaonekane, nenda kaonekane. Na waita wateja wako watoke pande zote, waje. Naombea bidhaa zako zipokee kibali, zipokee upako, zipokee nuru katika jina la Yesu. Kila giza toka, mambo kuwa magumu toka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Majini machuma ulete, ondoka kila majini, ondoka kila nguvu za giza. Wewe unafanya biashara mahali ulipo kuna upinzani, kuna watu wanatumia majini, wanatumia mapepo, wanatumia chuma ulete, wanatumia madawa, wanavuta pesa kwa madawa, wanakula vitu mdomoni, wanakuchanganya ufahamu, wanaiba pesa. Na kufungua na kuombea ulinzi, macho yako yapokee nuru, yapokee ufahamu katika jina la Yesu. Yote anayekuja kukutapeli, Mungu akufungue akili, Mungu akueleweshe. Kila chochote kinachotumwa kwako kisifanye kazi, chochote cha kuzungushwa ili uchanganyikiwe na waweze kukutapeli, na kufungua. Nafungua huo usingizi uliopewa, nafungua hilo giza liliokuwa limewekwa kwako, likuachie. Toka roho ya giza, toka pepo la giza, achia mikono hii, achia mtu huyu, achia nyota yake, nyota yako ikang'ae, nyota ya kibiashara ifunguke. Naita uchumi, pokea nguvu ya kumiliki, pokea nguvu ya kutawala uchumi, pokea mamlaka ya kutawala uchumi, nguvu ya malaika, nguvu ya kimungu, nguvu ya Yesu Kristo ishuke ndani yako kwa damu ya Yesu. Pokea nguvu ya kutawala uchumi. Natamka ulinzi kwa fedha zako, ulinzi kwa biashara yako. Nakataa pesa kupata zinaenda kwenye magonjwa, nenda kwenye madeni, nenda kwenye matatizo, nenda kwenye shida, nenda kwenye kulipa vitu ambavyo havina maana. Nakataa pepo la hasara, toka agano la hasara, roho ya hasara ondoka. Mahali ambapo mlango wa hasara umefunguliwa, nafunga kwa jina la Yesu, nafunga kwa jina la Yesu, na kutamkia ufunguliwe, na kutamkia ufunguliwe. Nafungua upande wa kushoto, upande wa kulia, upande wa juu, upande wa chini, upande wa mbele, upande wa nyuma. Ufunguliwe kwako, ufunguliwe kwako. Na waita watu sahihi kwako, waje. Njoo, kutana mtu huyu, kutana biashara hii katika jina la Yesu, na kufungua. Pokea ufungulivu, pokea kibali, ukafunguliwe, ukaanze kupendwa, ukaanze kuonekana thamani yako, ukaanze kuonekana matokeo unayoyafanya kaonekane. Kile kitu ambacho uko unafanya kina upinzani, watu wanakupiga vita, kuanzia sasa Mungu aingilie kati. Kwa mamlaka niliyopewa ya kuomba lolote kwa jina la Yesu na likatokea, haya niliyoyaomba yatokee kwako, iwe ya kwako. Sema amen. Na kutabiria kuanzia maombi haya tulipoyafanya siku ya leo, uchumi wako ukastawi, kazi ya mikono yako ikabarikiwe, kila unaolifanya likafanyikiwe. Mungu akukutanishe na watu sahihi, Mungu ainue jina lako, ukatafutwe na watu ambao ukuzania kama ungeweza kutafuta. Pokea neema ya kuvuka mipaka, kile kiwango ambacho uliwahi kukipata zamani, baada hapo hujakipata tena, na kuvusha ukakipate na zaidi ya hapo, na kufungulia mipenyo, ukasafiri kwenda mbali, biashara yako ikatambulike, kiti chako asiwepo adui wa kukiumbisha. Mungu akupe kibali zaidi, panda cheo, panda kiwango, maadui zako wawe maadui wa Mungu katika jina la Yesu. Mungu afungue ufahamu wako, akuongeze akili ya ziada ambayo wengine hawawezi kufanya katika jina la Yesu. Neema Bwana ikuweke huru. Amen. Mungu akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, na hakika maombi haya na fundisho hili litakupa nguvu za kiroho na utaenda kumwona Mungu kwa viwango vikubwa. Jambo la msingi tu, jitahidi kuwa mwaminifu mbele za Mungu kwa zaka yako, kwa sababu mahusiano ya kuinuliwa kwetu kiuchumi yanategemeana pia tuna mahusiano gani na Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anayetuinua, Mungu ndiye anayetusaidia. Baraka haitolewi na shetani. Sasa jitahidi kuwa na mahusiano na Mungu kwa kutoa zaka kamili. Jitahidi kutoa zaka. Zaka ni nini? Zaka ni sehemu ya 10 ya faida unayoipata, ya mshahara unaopata. Sehemu ya 10, yani kama mshahara wako labda pengine ni shilingi 1000, basi shilingi 100 sio ya kwako, ni kwa ajili ya Mungu. Na ni muhimu kutoa zaka. Litakusaidia kwa sababu zaka inalinda, zaka inakusaidia kuwa na mahusiano mazuri wewe na Mungu, kwa sababu unakuwa umemkabidhi uchumi wako. Zaka inafungua malango ya baraka zaidi. Mungu atakusaidia. Unatamani kuendelea kupokea vipindi vya kiroho, karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Unasikia Mungu amekufungua, unatamani kujiambatanisha na maombi haya kwa hiari, kwa sadaka yako, karibu kwa sadaka yako kwa namba iliyoandikwa sadaka. Namba hiyo ya Tanzania, na pia kuna namba ya Kenya. Mungu akubariki, Mungu akutendee mema. Wewe ambao unanifuata kwa njia ya YouTube, bonyeza alama ya kusubscribe, kuna maombi mengi yatakayokufaa. Unanifuata kwa njia ya TikTok, bonyeza alama ya